Hivyo kijana, akili yako ina charge kweli? Akili yako ipo timamu? Unatembeaje barabarani ukiwa umelewa? Unataka tusababisha ajali, si ndio? Hujaona sehemu nyingine ya kutembezea vidude vyako mpaka utembezee barabarani? Samahani bro, lakini mimi sijalewa, na barabarani mimi ndo nafanya biashara yangu kila siku, ila mimi nahisi wewe tu kwenye uendeshaji wako haujawa makini, na ndio maana gari ulikuwa unaendesha vibaya mpaka yote yakatokea. Ila naomba unisamehe sana kama nitakuwa nimekujibu vibaya. Unasemaje wewe? Baba, mbona unampiga kijana watu aliyakuwa na makosa yote haya? Mwenye makosa ni sisi, tunatakiwa kumwomba msamaha. Umsikia wapi tajiri akamkosea maskini? Hakuna tajiri anayeweza kumwomba maskini msamaha kama hawa. Yeye ndio atakatuombe msamaha sisi. Tungepata ajali, angeweza kupeleka hospitali. Wewe kijana, siku nyingine usipokuwa makini tumeajua kwa barabarani, nitakugonga na gari. Na una bahati, gari nilikuwa siendeshi mimi. Right, kama nilikuwa naendesha mimi, kuanzia sasa maandalizi yako ya kaburini ya kwenda kuzimu yangeanzia hapa. Baba, mbona unakuwa na roho mbaya kiasi? Yaani una hata chembe ya huruma. Ona sasa, biashara yako umeshaimwaga. Na inavyoonekana biashara ndio kila kitu kwenye maisha yake. Na usikute uko mzima unategemea biashara. Mfanye mlipe pesa yake tuondoke. Unasemaje wewe? Yaani mimi nimlipe wakati yeye ndio atukatulipe sisi? Siwezi kutoa pesa yangu mfukoni hata siku moja kumlipa maskini. Kwangu maskini ni mbwa. Kwangu maskini ni kunguni. Hawana thamani kwenye maisha yangu. Right, kama palikuwa kuna mahakama ya kuhukumu maskini, huyu ningempeleka kwa mhukumu na kumnyogelea mbali. Twende. Twende. Naweza kulipia kwa simu? Ile shida. Simu yangu imekaa. Baba, simu yangu umeiona wapi? Hapana. Kwani umeweka wapi? Hata sijui nimeweka wapi. Hebu kwanza nikaangalia kwenye gari. Samahani sana dadangu, ulidondosha simu yako. Yep. Asante sana kakaangu, maana nilikuwa nimeshachanganyikiwa tayari. Hebu nitajie namba yako ya simu nikutumie pesa kidogo.
Sawa. Unataka mtumie pesa kwa magani ya kufanyia? Wewe mbwa, wewe ndio sababu ya binti yangu kudondosha simu yake. Naomba upotee kwenye macho yangu haraka sana kabla sifanye kitu kibaya. Naomba nisamehe kwa mara nyingine tena, lakini naomba basi muulipe bodaboda kwa sababu amenitoa kule ni mbali sana na ameniwahisha hapa ili mradi tu nimlete simu mtoto wako. Na kama unavyojua biashara yangu tayari imeshapata changamoto. Ile hilo mimi sijali sana. Naomba tu mumlipe bodaboda, maisha mengine ataendelea. Usijali kakangu, mimi nitamlipa. Unasemaje wewe? Wewe mbwa, hakuna atakayekulipa. Ujinga umefanya wewe, halafu nataka ulipe pesa? Kwani maskini nakuwa na tabia chafu kiasi hicho? Mtakuwa na maisha kwa mama mpaka lini na kuibia watu? Siwezi kutoa pesa yangu kulipa maskini kama wewe takataka. Usiokuwa na mbele wala nyuma. Au lengo lako unataka nipate nuksi za milele? Eh? Leo mkaliwa nyuma, utamalizana na mbwa mwenzako. Baba, ni maneno gani hayo? Tunatakiwa kumshukuru kwa hicho alichokifanya na sio kumzea kwa maneno machafu kama haya. Sijapenda hizo kauli zako. Binti yangu, hapa duniani wanaochafua dunia ni hao maskini ombaomba wanaolia shida kila siku. Na ukitaka usifanikiwe kwenye maisha yako, saidia maskini, utafeli tu. Ninavyoongea sasa, taka usitake, tangulia kwenye gari nikukute kabla ya kupiga makofi. Umbafu, blalfu. Na wewe mbwa, kaa mbali na familia yangu. Kaa mbali na familia yangu. Usije kujua upande wangu wa pili. Usije kumjua Mtanganyika ni nani. Gali chuma, leli chuma, ni mwenye chuma. Alama ya Mtanzania ni ndui. Blalfu. Oya, naona nimechezea matusi mwanangu kutoka kwa matajiri, au sio? Sasa sikia mwanangu, sio mbaya, nigee hela yangu mimi niweze kutembea zangu. Sina muda wa kupoteza kabisa. Kwa sasa ndugu yangu hapa tunafanyaje? Maana hapa nilipo mimi na 500 tu mwanangu. Ha? Wewe unanichukuliaje mimi? Eh? Yaani unanichukuliaje? Yaani unakuja kuniambia mwanangu kwamba una hela yoyote? Alafu maneno machafu kibao hapo wenzako walikuwa wanaongea hapo. Wewe wante mmoja mwanangu unazingua. Wewe anataka hela yangu. Dakika za mwisho usipokunipa hela yangu, wewe nitakutoa damu sasa hivi, afu mbele za watu hakuna mtu yote atakayeongea chochote hapa. Sema maneno yote mwanangu ya nini? Sisi ni wanaume. Hebu tuongea mambo yaishe bana. Usitaki kufanya vitu vikawa vikubwa kati ya mambo madogo tu. Oya. Yaani unaniambia mambo madogo? Oya, mambo madogo kwenye hela? Oya wewe vipi wewe? Oya sikia mwanangu. Oya mimi sitaki masiara kabisa kwenye hela mwanangu. Oya ukitaka nikuzingue, mimi mwanangu niletee masiara kwenye hela. Oya, nigee hela yangu. One time moja, usiponipa hela yangu mwanangu nitakufanyia kitu mbaya utakaa uamini. Mimi 26 hapa mwanangu, hakuna mtu yoyote atakayeniambia chochote, mimi nakwambia. Nipe hela yangu. Tulia basi, mimi nitakulipa hela yako. Tulia, nakulipa hela yako. Tulia mwanangu, sasa mpaka tuzalishane mwanangu mbele za watu nini? Lete hela yangu. Sasa sikia. Simu hii hapa utajua nafanya nini. Mimi sina hela. Ila mwanangu, wauni hatuishi hivi. Ha?
Oya wewe mwanangu, unasema oni hatuishi hivyo. Wewe mwana Bukoko unasema oni hatuishi hivyo, au sio? Oya mwanangu, wewe sio muuni. Maisha ya kweli wewe umelivamia jiji afu one time moja. Wewe sio muuni wa nini? Sebenza na maisha yako afu nikatae. Baridi tu mwana. Tembea. Ina maana bado unafikiria mjinga? Kwa kitu gani kikubwa ambacho tukufanyia mpaka una mawazo kiasi hicho mwanangu? Nilikuwa najua kama babangu una roho mbaya sana, lakini sikuwahi waza kama matendo yako yanaweza kuzidi utu wa binadamu. Baba, wewe ni mnyama, hufai kabisa kuwa binadamu. Pumbafu. Sorry binti yangu, ninafanya yote kwa sababu yako. Wewe ni mtoto mwenye hadhi kubwa sana, haupaswi kuonea huruma maskini. Siku zote kapuku hawana fadhila kwa watu matajiri kama sisi. Nimefanya vile ili asikuzoee. Binti yangu, kitu kidogo tu tayari unaniita mimi mnyama. Mimi baba yako naita mnyama. Hakuna kitu chochote alichokosea yule kijana. Tumemkosea sana. Tumemharibia biashara yake. Na bado maskini ya Mungu ameniletea simu yangu, lakini bado hukujali chochote. Ulichojua ni kumdhalilisha na kumziaki. Baba, hata uwe na pesa kiasi gani, siku ukifa unaziacha zote. Na utaenda kuzikwa chini bila chochote cha thamani ulichokuwa ukimiliki hapa duniani. Utazikwa kama huyo maskini na mzi yake. Kuna kipi cha kujivunia hapo kama sio ujinga? Nyamaza pumbafu mkubwa. Maneno gani hayo unamwambia baba yako? Naomba unisikilize kwa makini. Tena kwa makini. Wiki hii jiandae. Weekend unavishwa pete. Nakaa ukijua ukimaliza masomo unaolewa. Na imani tumeelewana. Sitaki kusikia chochote kile. Nahitaji kupumzika kwa sasa. Na ukiendelea kuivuruga akili yangu, hiyo pete utavalishwa wewe. Fanya ufanyavyo. Siku ya sherehe yako ukinitia aibu, nitakufanya kitu ambacho sijawahi kumfanyia mtu wote maishani mwangu. Na imani unanijua vizuri. Na ole wako utoke humu ndani bila ruksa yangu mimi. Utaenda kumfufua mama yako kaburini huko, aje kuombea msamaha. Blalifu. Mama, kwa nini umeondoka mapema kwenye maisha yangu na kuniacha na ukatili? Tangia uondoke sijawahi kuwa na furaha. Natamani nikupate. Jamani,
Yaani watoto wenzangu wanapata wanaume wenye hela zao, lakini mwanangu sasa nini hiki jamani? Mtu mbele haupo, nyuma haupo, yaani upo tu kama kabati la monchwali la kuhifadhia maiti. Haya, umefuata nini na leo? Shikamoo mama. Kama hizo shika zako zinaziona za maana, zishike mwenyewe uondoke nazo. Mimi nakusikiliza hapa, kilichokuleta uongee haraka uende. Mamangu, leo kiukweli mambo yangu ni magumu sana. Biashara yangu imepata na changamoto kubwa sana. Ila hata hivyo nimehangaika hapa, nimepata unga pamoja na mboga. Nafikiri itawasaidia kwa sasa hivi. Ila nitapambana sana, baadaye nitakula vizuri. Haki ya Mungu, Mwarabu tunaye na tunatamba naye. Hivi wewe kabisa umetoka huko umeamua kuja hapa kuzalisha hiyo rangi ya mtume, si ndio? Yaani wanaume wenzie huko wanaleta vitu vya maana, wewe kila siku kutuletea michicha, kutuletea unga mama. Yaani ukijitahidi kutuletea kitu cha maana, mtuletea dagaa. We baba, kila siku unga umetuona si vibogoyo. Au ulisikia huko mitaani sisi tumekuwa ndani misukule tuanze kulamba unga wako, si ndio? Mamangu, hichi ni kipindi cha mpito tu. Mnatakiwa mnivumilie. Mimi nitapambana sana na kila kitu kitakuwa sawa. Na baada ya hapo mtaishi kwa furaha na mtakula kile ambacho mnachokitaka. Tena nawaahidi mtakula kwa wakati bila hiyo mitatu. Haya, wewe Mr. Shida. Leo mleta unga nani? Wewe umuone alichokileta hapo. Uone kama mbuzi wanamfuata nyuma. Uione mijani hiyo kaininginiza hapo. Yaani kukula mwanaume nishakuchoka. Tena nimekuchoka kweli kweli. Na kuanzia leo sitaki hata kukuona kwenye maisha yangu. Yaani kila mtu afanye mambo yake. Yaani kiufupi ndo tushaachana hivyo. Upo? Na kwanza nipata mwanaume hesamboi hatari. Halafu sasa pesa sio shida zake. Yaani maokoto ni hapa tu. Sio mnuka shombo. Yaani hicho ndio ilichokuwa umebakisha mtoto wangu. Maana unamng'ang'ania huyu mwanaume, mtu mwenye kazi yake kuuza sambusa. Kazi za wanawake anafanya yeye. Mpaka watu wale sambusa ndo na yeye aje kutulisha. Watu wasiponunua sambusa sisi tumelala na njaa. Baba, hatukutaki, nenda. Zai, mapenzi yavunjwe kama nazi ya kafara. Mimi nakuomba mpenzi wangu, ukipata muda njoo nyumbani kwangu tuongee. Usimsikilize huyu mama yako, hakupendi hata kidogo, anakuingiza kwenye shimo la moto. Yaani mimi nije kuonana na wewe. Sitahau hilo swala. Yaani mimi na wewe ndo basi. Tafuta kuendana naye, so mimi. Upo babu? Basi mama, ngoja niende. Nikaona na huyo mtu. Haya mwanangu, lakini sasa usisahau kuniletea zawadi. Haya sawa. Kaka. Nakuomba. Samahani kakangu. Naweza kupata muda kuongea nawe? Sina haja ya kuongea na tajiri kama wewe. Nenda katafute tajiri mwenzako mkae chini muongee, lakini sio mimi. Kila siku kwenye maisha yangu huwa naomba Mungu aniepushe sana na kitu kinachoitwa dharau. Imani yangu inaniambia kwamba binadamu wote ni sawa. Haijalishi wewe tajiri au maskini. Ni vibaya sana kumdharau binadamu mwenzio. Lakini kitu kingine, inawezekana leo unauza sambusa, lakini kesho ukauza magari. Hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Kakaangu, hata siku moja usije kunilaumu kwa makosa anayofanya babangu. Maana hata mimi sipendezi na anayoyafanya. Ongea haraka na kusikiliza. Hata hivyo, huu ni muda wa kwenda kumalizia biashara yangu. Kwa hiyo sina muda hata kupoteza. Usijali, nitanunua biashara yote iliyobakia. Lakini pia nitaulipia muda wako utakaopoteza kwangu. Naomba tu ukubali utafute sehemu iliyotulia, tukae tuongee. Maana hatuwezi kuongea tukiwa tumesimama hivi.
Kimbia baba, huyu atakupiga. Wembwa, sikujua kama ni mgumu sana kuelewa kwa maneno. Mpaka ueleweshwe kwa vitendo ndipo unaelewa kwa haraka sana, si ndio? Si ndivyo unavyotaka? Tafadhali sana baba, naomba usimpige huyu kijana. Hana kosa lolote lile. Shut up, bloody fool. Ukiendelea kuongea chochote nitakupiga. Sitojali kama ni mwanangu nile kuzaa. Unatoka nyumbani unakula vizuri, unalala vizuri, mguu mosi mguu pili, unakuja mabarabarani kuongea na fukara kama huyu. Atakupa nini huyu? Ananuka shida. Lakini baba yangu, koma. Unaweza kuwa na baba kama mimi? Pumbafu. Leo naongea kistaarabu na wewe, ila ukiendelea kufanya ujinga wako nitakuua. Huna sababu yoyote ya kuwa karibu na familia yangu. Wewe ni fukara tu, wewe ni mbwa, unanuka shida. Kwani unaandama sana familia yangu wewe? Unataka nini wewe? Fukara, unanuka shida za bibi yako na babu yako. Pupafu. Twende. Unajifanya mjanja kuliko mimi, si ndio? Kinachokufanya uhangaike mitaani ni kitu gani? Yule maskini atakupa nini zaidi ya kufubaza tu? Hichi kipindi libidi ukae ndani usubiri siku yako muhimu ifike. Kosa langu hapo lipo wapi? Nilienda kumwomba msamaha kwa wale tuliomfanyia. Mimi ni binadamu, nina moyo. Tuliomfanyia yule kijana sio mazuri. Ni lazima tukamwombe msamaha. Haijalishi yeye ni nani na sisi ni nani. Hakuna kitu kitachotokea katika maisha yangu. Yule ni mtoto mdogo sana. Tawezaje kwenda kumwomba msamaha fukara kama yule? Wewe unajiona una huruma sana. Kuanzia sasa hutoiona nje mpaka siku yako ipite. Hivi baba, unayafanya wewe nani yake? Unanikosea sana. Tena unanikosea mno. Unanifanyia sio haki. Unaudhulumu sana moyo wangu. Unataka haki? Kama unataka hiyo haki hiyo unayotaka wewe, kamfuate mama yako makaburini, aje hapa akupe hiyo haki. Na kuanzia sasa hautotoka nje wala sebuleni. Kitu chochote ambacho utakuwa unataka utamwambia dada wa kazi. Na ukiendelea kubishana na mimi yule mpumbafu mwenzako yule maskini kapuku asiyokuwa na mbele wala nyuma, nitamuua. Mimi ni mfugaji wa kuku wa mapenzi, baby naomba kukugea, naomba pokea, hani
Ni kuku gani unataka nikupe? Kukupenda ama kukujali, kukuheshimu? Yaani wewe kazi yako sasa imebaki ni kuimba, si ndio? Yaani umesahau kilichokuleta hapa. Sasa sikiliza, hakikisha Mamu hatoki kwenda popote pale, sio sebuleni wala hapa nje, akae kule kule chumbani. Sasa ole wako uende kinyume na hichi ninachokwambia, utaniona mimi mbaya, na maanisha kazi utakuwa hauna. Kwani kuna nini bosi? Sio kila kitu unataka kuja kwenye familia. Uwefuata nilichokuagiza. Huyu mtoto naona ananitaka kunipanda kichwani, anataka kuharibu mpango yote mimi nilepanga. Hakikisha hatoki ndani, anakaa mule mule. Sawa, nitafanya hivyo unavyotaka bosi. Abe bosi. Naomba kaniletee machungwa na ndizi kwenye friji. Weka kwenye sahani, niletee na kisu nitamenya mwenyewe. Kwani kuna nini? Maana nimeona hali kubadilika ghafla. Hayakuhusu. Fanya nilichokuagiza. Sawa. Ila ushapata taarifa kutoka kwa baba yako kwa uruhusiwi kutoka mchumbani? Hebu acha kunipigia kelele. Ondoka hapa. Maua, tulia hivyo hivyo. Ukizingua tu kidogo na kuchoma kisu cha mgongo. Haya, ufungue uko wapi? Mlango upo wazi. Fungue kwenye kitasa. Mungu wangu, tamweleza nini mimi bosi? Mambo unaniponza mimi. Halo bosi. Dokta, vipi hali ya mgonjwa? Kwa sasa anaendelea vizuri. Nafikiri baada ya muda mchache mbele atazinduka. Dokta, nakubali sana, na umekuwa dokta wangu mkubwa sana familia yangu. Tafadhali fanya ufanyavyo, mgonjwa amezinduka. Sawa, lakini kumbuka, akizinduka tu fanya kile nilichokwambia. Sawa.
Mama anatoka povu mdomoni. Kanywa vidonge vya kujiua. Unasemaje? Apumui, sijui amekufa. Mimi naogopa. Dokta, tunavyoongea sasa, andaa vitu vyako, tuondoke nyumbani. Kuna matatizo yametokea. Sawa. Vipi dokta? Mwanangu anaendeleaje? Kwa sasa mwanao anaendelea vizuri, hana shida nyingine yoyote ile, ila anaonekana ana njaa sana. Kwa hiyo cha msingi ni kumwandalia chakula kizuri cha kutosha, ili akiamka aweze kula. Asante sana. Kuna haja kupeleka hospitali? Hapana, kwa jinsi nilivyompima anaonekana hana shida yote kubwa. Kwa hiyo wewe fuata maelekezo. Nashukuru. Basi sawa. Tafanya kazi uliniambia. Sawa. Mwanangu, usijali, utakaa sawa tu. Nakupenda sana baba yako, na mimi najua siwezi kusipila. Binti yangu, unajua nakupenda. Nimekuletea chakula, inabidi ule upate nguvu. Sawa? Hapana baba, sijisikii kula chochote wala kufanya chochote. Naomba tu mbebe vitu vyako utoke. Hapana mwanangu, dokta amesema inabidi ule kwa sababu una njaa, na isitoshe una dawa inabidi umeze na zina nguvu. Tafadhali mwanangu, kula. Kama unataka mimi nile hiki chakula, naomba unipeleke kwa yule kijana. Nikishamuona tu mimi nitakula. Sawa, kwanza kula, nitakupeleka. Endapo kama mimi nitakula hiki chakula, alafu ukashindwa kunitimizia ahadi yako ulionipatia kwamba nitaenda kumuona yule kijana, maamuzi nitakayoyafanya sidhani kama kwa sasa hivi utaweza kunisaidia.
tayari baba nimeshamaliza. Tunaweza tukaenda. Nimefurahi sana. Sawa, kande. Nahitaji tu wawili tu. Sitaki kusikia mazungumzo yetu. Mama, unataka ongea naye nini ambacho mimi nataka nisikie? Naomba ongea naye nikiwa hapa nisikie. Kama haiwezekani, changanya mbariga zako tuondoke nyumbani. Baba, siwezi kuongea nawe ukiwa hapa. Nataka tu wawili tu. Maana najua ukiwa hapa huyu kijana hata kuwa huru kabisa. Na kama hutaki kutoka nje, sitanyanyua mguu wangu kwenda popote. Nitabaki hapa hapa mpaka utakapoamua kunipatia uhuru wa kuongea naye. Hizi ni ngapi? 2. Namaanisha nakupa dakika 2. Uwe maliza kuongea na huyu mbwa. Vinginevyo utamuongeza matatizo kijana wa watu. Naomba ondoke mbele ya macho yangu. Hivi kwa nini umekuwa sababu ya mimi kupoteza furaha yangu? Kwa nini umekuwa chanzo ya matatizo yangu? Ni kitu gani kikubwa ambacho mimi nimekufanyia? Kwa hiyo lengo lako wewe kuniona mimi nikiwa napitia kwenye shida, si ndio? Naomba nisikilize kitu kimoja. Haya yote ambayo umenifanyia yanatosha. Angalia. Sio kutembea, sio kujua chochote kile ambacho kinachoendelea nje. Yote ni kwa sababu ya kwako wewe. Kama unaona ambao umenifanyia ni sahihi kwako, ipo siku Mwenyezi Mungu na wewe atakupitisha kwenye haya matatizo. Alafu uone kama kinaumiza ama kinafurahisha. Naomba unisamehe sana. Najua nimekuumiza vya kutosha, lakini haya hayakuwa malengo yangu kwako. Naomba nikuahidi kitu. Kwa kuwa mimi nimekuharibia furaha yako, basi nitajitahidi kadri niwezavyo kuirudisha furaha yako. Kwa sasa itakuwa ngumu kuniamini, lakini nipatie muda mchache tu, nitakudhihirisha haya kwa vitendo. Kama mimi nimekuwa sababu ya kupoteza furaha kwako, basi mimi huyu nitafanya juu chini kuwa chanzo cha furaha yako kwenye maisha yako yote ambayo utaishi hapa duniani. Naomba unisikilize binti, sawa? Sihitaji furaha yoyote ile kutoka kwako. Ninachokitaka kuanzia sasa, mwite baba yako anitoe humu ndani anipeleke nyumbani kwangu. Na baada ya hapo mimi na wewe ndio tumemalizana hapo. Shika 50 zako na mimi nishike 50 zangu. Usinitafute wala tusijuane kwa lolote lile. Nafikiri tumeelewana. Najua una hasira sana na mimi. Nitafanya hivyo unavyotaka wewe. Naomba chukua hii namba yangu. Endapo utahitaji msaada wowote ule kutoka kwangu, wewe nipigie simu. Mimi nipo kwa ajili yako, nitakusaidia muda wowote ule ambao utahitaji, hata ikiwa usiku wa manane. Baba! Baba! Baba, kuanzia leo naomba nipatie taarifa zote zinazohusu huyu kijana. Na leo sitaki alale hapa, umpeleke nyumbani kwake. Na alafu kitu kingine, naomba sherehe yangu impeleke mbele mpaka huyu atakapopata uafadhali. Mama,
Kwani unachukuliaje mimi? Unachukulia fulafula, si ndio? Nakuuliza. Hayo yote nafanya kwa sababu nakuheshimu tu. Ila nakuona unajua wewe ni bora sana kuliko mimi. Si ndio? Sasa nisikize kwa makini. Hilo jambo la sherehe kupelekwa mbele halitowezekana abadan hasran. Na ukitaka nichukue maamuzi magumu, nenda kinyume na ninavyotaka mimi. Hapo ndipo utauona upande wangu wa tatu. Kenge mkubwa wewe wa miguu minne. Bilal Fu. Baba, nitafanya yale yote ambayo utaniagiza. Lakini na wewe ni lazima ufanye yale yote ambayo mimi nayahitaji. La sivyo, nitachukua maamuzi magumu kuliko hata yale uliochukua wewe kichwani kwako. Kijana, unaona hiyo sura? Iangalie kwa makini sana. Tayari umeshakuwa kizingiti kubwa sana kwa maisha yangu. Ila kwa sababu unayataka na utayapata. Sina jinsi. Inabidi nikuondoe. Ili iwe funzo kwa maskini wengine kama wewe. Bilal Fu. Babangu, unamaanisha nini? Habari yako mama? Salama baba mkwe wangu. Karibu sana. Jisikie kama upo nyumbani. Na hapa kuna vyumba vingi sana. Vitakutosha hata kupumzika na binti yangu. Unaweza tu ukakaa hapa. Mamangu, aliyokuambia mimi naweza nikalala kwenye kibanda kama hichi ni nani? Unajua mpaka sasa hivi nashangaa Yaani mnapata wapi ujasiri kulala katika boma kama hili? Yaani kabisa mnapata usingizi. Tena mzuri sana. Lakini tuachane na haya. Kwa hiyo hapa ndo kwenu. Ndio, hapa ndo nyumbani. Na si unajua tuna maisha yetu umaskini sana, sio kama nyewe zetu mlojipata. Hakika maskini ni ukilema kabisa. Tena ulemavu wenu nyinyi ni wa macho ambao muone hata mbele. Hivi unajua haya ni mabanda ya kuhifadhia kuku, kondoo, ng'ombe, mbuzi, sometimes hata panya nalala huko. Lakini si binadamu kama nyinyi kulala huko Okay. By the way, nashukuru sana kwa kufahamu. Sawa, basi nikuletea hata maji utoe baraka kwetu. Unajua mtaji kama nyinyi mnakuwa na baraka sana. Kwa hiyo mnahitaji nife kabla siku zangu Yaani nyumba yenyewe hata ieleweki. Mnalala sehemu ambayo kondoo analala hapo. Alafu mnataka mnipe maji. Kwa hiyo mnataka mnichukulie maji ambayo ya mvua yale yamedondoka pale. Mje mninyoshe mimi mniue, si ndio Acheni kucheza na afya za watu. Niwatakia siku njema.
Shoga yangu, pesa tunazitaka, lakini kwa dharau hizi hapana. Kwa kweli mtu anadharau kama vile anakunya kwenye mashine. Kweli watu wanadharau, lakini yeye amezidi. Shangazi bwana, matajiri ndo alivyo, inabidi tu wazoee. Unakuwa na madharau sana, ila leo tumeongea mengi sana na nitamshawishi atafutie sehemu nzuri ya kwenda kuishi, na imani hata tukatalia shangazi yangu. Sasa hapo ndo umeongea kitu cha maana. Maana sijawahi kuona mtu anadharau kama hizi. Anasema hichi kibanda cha kuku, haya aende kwenye nyumba yake banda la ngamia. Usijai shangazi yangu, mambo madogo tu. Hapo hapo kwanza. Hebu nipe hizo hela kwanza zotoka nazo huko kwa wewe bwana. Shangazi bwana, umeanza tena. Baadaye basi. Mo, nahitaji sherehe ya binti yangu ihairishwe. Sihitaji tena iwe wikendi, nahitaji iwe kesho kutwa. Mbona imekuwa ghafla hivyo bosi? Kwani kuna tatizo lolote? Hakuna tatizo, bali nimeamua tu, ila hapo katikati mambo yalikuwa yapo sawa katika familia yangu. Kingine, kama utakuwa bado hujajipanga juu ya hili jambo, wala usijali, kila kitu nitalikava mwenyewe, ili mradi jambo langu lipite kwa haraka iwezekanavyo. Sawa, haina shida bosi wangu. Mimi nitafanya hivyo kama ulivyoniambia. Ila toka jana najaribu kumpigia simu mama, lakini ana simu zangu hashiki tu. Na nijaribu tena kumpigia tena mara kwa mara, na ilikuwa ipatikani kabisa. Sasa kuna shida aina yote nyumbani? Hakuna shida, ila palikuwa kuna mpuzi mmoja hata kuvuga familia yangu, ila ataisha mazana naye. Ni nani huyo? Wala usijali, na wala ina haja sana ya kutaka kumjua kwa sababu tayari shamazana naye. Na kingine, vipi ile kazi ya yule jamaa? Ile kazi bosi wangu nishaimaliza. Na nilimaliza mapema sana, ila bado tu kuwatumia. Ndio maana nakubali sana kijana wangu. Uko vizuri sana. Ila usijali, nitakwambia ni lini watumie. Sawa? Asante sana bosi wangu. Mama, kwa nini unapenda kumtesa kakaangu? Aanze kuhangaika na vijana ambao hawana mbele wala nyuma. Unajua ni kiasi gani tutadhalilika kama hautaolewa na Mo? Mimi sijali lolote lile kuhusu hayo. Ninachojali mimi ni kila kitu kiende sawa na yule kijana awe sehemu salama, kwa sababu sioni haja ya kuendelea kumnyanyasa kijana wa watu hali ya kuwa na makosa yote yale. Kwa nini muendelee kumnyanyasa kijana wa watu? Wenye makosa ni sisi. Sisi hatuna muda wa kupoteza, kwanza kuhangaika na vijana masikini kama wale. Sasa kama wewe unataka kuizalisha hii familia, sisi hatupo tayari. Ni lazima tutadili na wewe na huyo mpumbavu mwenzio. Kwa sasa mimi sio mtoto mdogo tena, nina haki ya kufanya chochote kile ninachokihitaji kwenye maisha yangu. Tusipelekeshane kama watoto wadogo, na ninaona kabisa huku tunakuelekea nitakuja kufanya maamuzi magumu ambayo mimi binafsi nitayaona ni sahihi kwangu, kwa sababu kati yenu nyie hakuna hata mmoja anayepangiwa kitu cha kufanya. Kila mtu anafanya kitu sahihi kwenye maisha yake. Kwa na mimi naombeni mniache nifanye kitu ambacho naona sahihi kwangu. Kama umekuwa
ni sawa, ila nikwambie kitu, chunga sana hiyo furaha yako isije kama maumivu kwetu, utalia michozi ya damu. Nimeona haina haja ya kuendelea kuwa na mahusiano na wewe kwenye maisha yangu, kwa sababu sikupendi na wala haitokaa itokee mimi kukupenda wewe. Kwa hiyo ninachokushauri kwa sasa, kaa mbali na maisha yangu. Kama kuna kitu chochote kile ambacho unadaiana na baba yangu ama mna makubaliano ya aina yoyote yale, mtajua nyinyi mnalipana vipi, lakini swala la kuwa na mimi kwenye mahusiano haitokaa iwezekani. Mama, labda nikwambie kitu kimoja tu. Hakuna makubaliano yoyote mimi na babako tuliingia. Zaidi masuala mahusiano, mimi baba yako ndio nilompelekea wazo kama nahitaji kukuoa wewe. Na nafikiri mama, kama mimi na wewe tuje tukuoana, tutakuja kuwa na maisha mazuri sana, kwa sababu babako anapanga kunachia kampuni yake. Kwa hiyo kama kinachia kampuni yake, basi mimi na wewe ndio tutakuwa viongozi katika kampuni. Nafikiri maisha yetu yatakuwa mazuri sana. Haina haja kukataa heri mama. Karibu katika ulimwengu wangu wa maisha. I love you mom. Tena nakupenda katika moyo wangu. Na wala sichukulie tu masiara ya mapenzi. Niko na serious wako. Kila binadamu anahitaji furaha kwenye maisha yake, na sio pesa wala vitu vya thamani. Mwanzo nilikuwa tayari kufanya chochote kile ambacho alikuwa anahitaji baba yangu, lakini ni kwa sababu nilikuwa sijui nini maana ya kupenda. Ila nilipokuja kujua nini maana ya kupenda na mtu akipenda anakuwa vipi, sikutamani tena kuolewa na wewe. Kifupi ni kwamba kwa sasa nimempata mtu ninayempenda, ninahisia naye kiasi cha kwamba siwezi kuficha hisia zangu kwake. Yaani nampenda mno. Mama, inamaanisha ushapata mwanaume mwingine, si ndio? Ndiyo, tena nampenda sana. Ni mwanaume ambaye amefanikiwa kuiteka akili yangu na kila kitu changu. Yaani akipotea tu kwenye maisha yangu, na mimi nipo tayari kupotea. Kwa cha kushauri tu, kaa mbali na mimi. Unaweza kuniambia mwanaume ni nani? Usijali, haina umuhimu kwa sasa, ila wakati ukifika utamjua tu. Naomba nikwambie kitu kimoja tu. Nikupe hongera sana, tena sana, kwa kuweza kumpunguzia maisha ya kuishi huyo kijana. Mama, kutakia siku njema. Dokta, kwani hapa niko wapi? Mbona sielewi? Yaani muda wote mimi naona tu mnaingia mnatoka, mnaingia mnatoka. Kijana, mimi nipo hapa kwa ajili ya kukutibia upate unafuu. Sihitaji kutibiwa. Kwa sasa naona kabisa maendeleo yangu ni mazuri sana. Na kama kujitibia, nitajitibia nikifika nyumbani. Ninachokitaka kwa sasa ni kutoka tu humu ndani, kwa sababu unaona kabisa usalama wangu kwa humu ndani ni mdogo sana. Na sasa wahusika waliokuleta ndani unawafahamu.
Kwa hiyo akirudi unaweza ukawaambia kaa vizuri nikuchome sindano. Sawa. Ila naomba unazime simu yako. Kuna mtu nataka niongee naye na muongezi naye muhimu sana. Sawa. Ila wakati unaongea naye nahitaji kusikia. Kaa vizuri nikuchome sindano. Sikia, yaani hapa nimevurugwa kishenzi, alafu nimetoka kuchukia sana. Unajua umenitoa nyumbani, unaleta hadi huko maeneo ya kwenu huko, ambaye hana mbele wala nyuma. Unajua mimi ni mtoto wa kitajiri, yaani sipasi hata dakika 2 kukaa maeneo kama haya, kwa sababu umenikanyagisha matope, yaani mwili wangu umechafuka, natoka jasho ovyo ovyo tu, harufu ya huku sielewi, yaani naona kama afya yangu inataka kuteteleka hivi kwa sababu ujinga wako wewe. Hebu naomba uniambie haraka uchonitia huko. Baby bwana, mimi nimekuita kwa makusudi. Cha kwanza uone mazingira ya kwetu jinsi yalivyo, na cha pili nilichokuitia na jambo muhimu sana nataka kuongea na wewe. Sorry, kama unaweza kunisikiliza ili tuongee. Sikia, yaani hapa naona harufu ni mbaya sana, yaani hata sielewi mazingira ya kwenu. Naomba uongee haraka, yaani nisije nikatapika kwa sababu najisikia hadi kichefuchefu hivi. Sijui mnaishi vipi kwa kweli nyinyi maskini huko mtaani. Hebu niambie haraka niondoke. Sawa baby, nimekuelewa. Mimi nilichokuitia huko, kuna jambo muhimu sana nataka kuongea na wewe. Kwa sababu jinsi ulivyo, hadhi yako na mazingira huko ni kweli hayaendani na wewe. Na ndio maana nataka tuongee hili jambo. Mimi nilikuwa na wazo moja. Nilikuwa naomba unipangie chumba, mazingira ambayo yatakuwa mazuri, ambayo yataendana na hadhi yako na jinsi ulivyo. Ili hata tukitembea huko barabarani watu wakituona waone kweli na mwanaume ambaye mwenye hela zake, na kako ni mazingira mazuri. Hata wewe siku ukija utajiachia na utakuwa ni mtu ambaye mwenye furaha sana. Tofauti na huko kama hivyo unakuja unalalamika mazingira machafu nini. Kwa mimi niko na wazo hilo. Kama utaweza basi tulifanyie kazi kipenzi changu. Wewe Wechura, remember that I am more. Huwa siku zote sidili na mwanamke hata siku moja katika maisha yangu. Yaani mwanamke mimi nikishamtumia na nishaonda hela zake, ujue basi mimi mahusiano mimi naenda naisha. Umeshanielewa? Yaani mimi nitoke nikatoe hela zangu nikupangie chumba wewe? Who are you? Ni malaika wewe? Ambao naweza nikasema nikaja nikaonja tu za malaika? Wewe ni chura tu. Tena chura ambao unakaa uswerini. Yaani ambao chura unaruka kwenye maji. Na ndio maana mwenyewe hata ulivyo ulikuwa na maji matupu tu. Sikia. Yaani nikwambie kitu kimoja tu. Yaani kuanzia leo, tena muda huu unaongea mimi na wewe. Mimi na wewe ndio mahusiano yamekufa hapa. Umenielewa? Yaani ukiniona mimi nichukulie kama moto wa jahanamu ambao ukinisogelea muda wote nitakuunguza. Ushanielewa? Tena upate kuniogopa vizuri sana kama malaika mtoa roho. Ukija kunisogelea wewe chula wewe, hiyo roho yako nitaitoa. Tumeelewana? Mbona shindwa kuelewa? Una maana gani kuniambia mahusiano yetu yameishia hapa? Ikiwa mimi na mahusiano yetu kwanza na wiki tu. Hebu naomba nieleweshe kwenye hili. Yaani bado sijakuelewa unamaanisha nini yani? Yaani kumbe umepata bahati kukaa na mimi wiki moja. Kwa hilo nikupe hongera dada. Tena nikupigie makofi. Kwa sababu katika wanawake wote niliopitia hata masaa 4 hajawahi kukaa na mimi. Yaani wewe wiki moja umekaa na mimi? Aisee, hongera kwa hilo. Ila naomba uzingatie hii kauli nilokuambia. Mimi na wewe mahusiano kushnei. Na ukija kujisogeza wewe mwanamke wewe. Nafikiri huku mtaani kwenu huku historia yangu itatapakaa. Umenielewa pua wewe? Kauli yangu ni ile ile tu. Mimi na wewe mahusiano yaishi. Naomba ukiniona, yaani nichukulie kama malaika mtoa roho. Ukinisogelea ujue roho yako haipo. Umeunderstand wewe na kipo chako hiki? Siku njema.
Pole sana, najua maumivu nayoyapata. Alafu nilijua baba yangu ameshakutoa humu ndani, lakini usijali, leo nitakutoa. Hicho ndio kitu ambacho nimekuitia hapa. Naomba unitoe humu ndani haraka sana. Mbona unakuwa na haraka sana? Hata usijali, leo utatoka. Kwanza umekula? Kwa hiyo uone unakula ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha yako, si ndio? Unataka mimi niile kwa furaha gani ambayo mimi niko nayo mpaka niweze kula humu ndani? Nitoe tena kula nyumbani kwangu. Sawa. Sawa, usijali. Nitakutoa humu ndani. Lakini kama utojali, naomba kuongozana na wewe. Maana nina maongezi ya muhimu sana na wewe. Na pia kuna vitu vingi sana nahitaji kuvijua kutoka kwako. Hivyo dada, matatizo gani lakini? Au lengo lako mpaka mimi nife wewe ndio utafurahi, si ndio? Unataka siku moja baba yako aniue wewe ndio utakuwa na amani? Ni kitu gani ambacho kinachokufanya unganganie maisha yangu? Wewe si mtoto kitajiri, kila kitu unapewa kutoka kwenu. Kinachokufanya uhangaike na maisha yangu ni kitu gani? Sikia nikwambie kitu kimoja. Naomba unitoe humu ndani. Alafu baada ya hapo kila mtu afanye maisha yake. Pole sana. Lakini kuna kitu kwenye maisha yangu nimekipoteza kwa muda mrefu sana. Na hicho kitu nafikiri nimekiona kwako. Ndio maana sipo tayari kukupoteza kwa gharama yoyote ile. Ni kitu gani hicho? Hata usijali. Maana hapa sio sehemu salama kuongea hayo. Kama utaniruhusu niende kwako, nitakuelezea kila kitu. Sawa, fanya hivyo tuondoke basi. Sawa. Pole. Mpenzi wangu, kila kitu cha Mr. Mtanganyika kipo humu ndani. Hakikisha kesho kabidhi tu, usipoteze muda. Ufanye kama tulivyopanga. Si unajua hatuna muda wa kupoteza. Mke wangu, yaani kiukweli ninajivunia sana kuna mwanamke kama wewe. Kwa sababu hii kazi uliyofanya, yaani umefanya kwa haraka sana. Yaani unafanya kazi mpaka unanizidi mimi mumeo. Yaani kiukweli najivunia sana kupata mwanamke kama wewe. I love you. Na pia nitahakikisha mpenzi wangu, ili swala nitalifanya kwa haraka iwezekanavyo. Yaani kesho akinikabidhi tu, basi kila kitu nitakimalizia hapo hapo mke wangu. Usijali. Nakuaminia na ufanye kila kitu ili tukimaliza tu ndani ya lisali moja tu tumetoka ndani ya hii nchi. Mimi najua kwa uzembe wa Mtanganyika itakuwa ni ngumu sana kugundua, na hata kama atagundua sisi tutakuwa tumeshatoka. Mke wangu, yaani kiukweli una akili sana. Tena akili zako mke wangu mpaka kiukweli zinamwagika. Yaani kwa haya mambo unayofanya, kiukweli hata mimi mwenyewe nimeshindwa kabisa kuyafanya. Yaani kwa hili wazo ulilonipatia, nikupe hongera sana. Kwa sababu kama ningesubiria mpaka nimuoe yule mwanamke, mtoto wake Mtanganyika, nafikiri mambo yetu tungechelewa sana na tusingefanikiwa kwa lolote lile. Kwa hili mke wangu umenifurahisha sana. Na hakika nahitaji furaha yetu isiishie hapa. Tutoke hapa mimi na wewe, twende nyumbani tukamalizie furaha yetu. Na hata hivyo nahitaji usiku nikutoe nikakufurahisha mke wangu. Umeniwahi tu mpenzi wangu. Mimi pia niliwaza hivyo hivyo. Ila sasa subiri nikajiandaa ili tutoke. Sasa ukajiandae nini? Wakati nyumbani kuna kila kitu chako. Mavazi yapo. Tena na nguo yako nzuri sana ile naipendea kuivaa.
nahitaji uvae hile hile usiku tukitoka. Alafu najua nimekumisi, nahitaji tena muda huu tukakutane, kwa sababu muda sijakuona. Hakuna kosa ambalo halisameheki mpenzi wangu. Kila binadamu anakosea. Mimi sio malaika, na wala mimi sijaumbwa eti kwamba nipo tofauti na binadamu wengine. No, mimi ni binadamu kama binadamu wengine, na moyo, nafanya makosa, so naomba unisamehe. Afu kingine, najua kwamba nimekuumiza sana kwa sababu nimekusaliti, lakini unatakiwa utambue kwamba hakuna mwanamke yoyote ambaye ana thamani au ana heshima kubwa kwenye moyo wangu tofauti na wewe. Wewe ndo mwanamke wangu na wewe ndo mwanamke wa maisha yangu. Hakuna mwanamke yoyote yule ambaye mimi naweza nikasema kwamba nimempa nafasi kwenye maisha yangu tofauti na wewe. Elewa hilo. Nakuahidi na ninakuomba pia, kama ukinisamehe safari hii, basi nakuhakikishia kwamba mimi nitapeleka barua kwenu, nitafanya kila kitu, yaani in short, na kuoa moja kwa moja, wala sitakuwa tena na muda wa kusubiria. Naomba unielewe kwenye hilo. Kijungu, kwa mimi swala la kukusamehe hiyo kitu sahau. Wewe fanya maisha yako tu. Huyo mwanamke ambaye umenisaiti naye, nenda kamuoe huyo, lakini sio mimi. Mimi kuolewa na kahaba kama wewe, hiyo kitu sahau. Kijungu, mimi nilikupenda sana. Ulikuwa na mambo ya ajabu sana, lakini nilijaribu kukupenda. Malaya wewe, bangi wewe, kila kitu wewe, lakini nilijaribu kukuvumilia na nikawa sijali kwa chochote. Lakini ukaamua kunisaiti leo, unataka kunioa. Mimi siwezi kuolewa na wewe Kijungu. Nilidiliki mpaka kuondoka nyumbani kwetu nije kwako kwa sababu yako wewe. Leo unajaribu kunisaliti. Eti umenisaliti afu unaniambia mimi nikusamehe kiurahisi tu. Mimi kukusamehe wewe sahau. Na mimi siwezi kukusamehe wewe kamwe. Malaya mkubwa wewe. Ashura, kaa ukijua kuwa nakupenda sana wewe. Kaa ukijua kwamba mimi sina mwanamke yote zaidi yako wewe. Ashura, nitafanya chochote kile. Niambie nifanye lolote lile ambalo wewe unahisi kwamba nikilifanya unaweza ukanisamehe, mimi nitafanya. Naomba unielekeze nifanye. Ukiniacha mimi nitaumia sana. Moyo wangu bado nakupenda sana na moyo wangu bado nakuhitaji. Wewe ndo mwanamke wa maisha yangu, nakuomba niambie chochote kile, mimi nitafanya. Nishakwambia Kijungu, siwezi nikakusamea hata siku hii, hata siku moja. Shuka muoe mwanamke wako yule. Mbona ni binti mzuri sana tu, lakini mimi siwezi. Dokta, kwa nini umemruhusu aondoke wakati tulikubaliana mpaka wiki ipite? Bosi, binti yako alikuwa na vurugu sana, tena na vurugu sana kiasi kwamba hata majirani wangejua nini ndani kinachoendelea. Wewe unafikiri ningefanyaje? Sawa, umefanya vizuri, wala hata hujakosea,
ila ningependa nijue ilifanyika kumchoma sindano. Yeah. Nilimchoma. Na ile sumu itamuua taratibu, tena kidogo kidogo. Na hakuna mtu yote ambaye atajua kama sisi ndo tumefanya vile. Ufaa vizuri sana. Ila nahitaji kufanya kitu kikubwa sana ambacho sijakufanyia mtu wote. Wa kwanza utakuwa ni wewe. Niambie kitu gani nataka nikufanyie. Bosi, labda ungeniacha kidogo nifikirie, alafu nitakujuza. Sawa. Fikiria. Ukipata jibu utaniambia. Sawa. Mama, asante sana kwa msaada wako. Sisi hatuna cha kukulipa, ila Mungu pekee ndiye atakayekulipa. Hata usijali. Ilinilazimu sana kufanya hivyo kwa sababu mimi ndio chanzo cha haya yote. Kama mimi nisingekutana na kakako, sidhani kama haya yote yangemkuta. Hapana mama, wewe sio sababu ya kakangu kupata matatizo, ila baba yako ndo ana roho mbaya sana, na sijui kwa nini baba yako ana roho mbaya kiasi kile. Hivi unaona itakuja kuleta matatizo kweli? Hapana Yeshu, usiwe na wasiwasi. Mimi najua ni namna gani nitaongea na baba yangu, namweza sana. Kwa hata usijali, na mimi kakako atakuwa mikono salama kabisa. Yaani wewe ni binti mzuri sana. Yaani una roho nzuri sana kipekee mno mama. Yaani natamani hata siku moja nipafahamu unapoishi. Jamani, karibu sana. Muda wote ukijisikia kuja nyumbani, wewe niambie tu. Nakaribisha sana. Asante. Basi. Ngoja tukaende. Mimi bosi wangu, kwanza nitoe shukrani zangu sana kwa kuweza kuniamini kwa hicho ulichonipatia. Na nipende tu kukuahidi bosi wangu, kwa hicho ulichonipatia na kubadilisha maisha yangu, sitaweza kukuangusha hata kidogo. Nitaweza kukufanyia kazi usiku na mchana, ili mradi usije ukajuta maamuzi yako uliyofanya kwangu. Umefanya maamuzi sahihi sana kunichagua mimi bosi wangu, na kuhakikishia nitafanya kazi kama unavyotaka bosi wangu. Mo, wala usijali kabisa. Na hii nafasi nilokupa, sijakupa kwa bahati mbaya. Kutokana na utendaji wako kwa kazi, nimeona ni mzuri sana. Unastahili kabisa kupata hii nafasi. Hapo cha kufanya kitu kimoja tu, ni kufanya kazi kwa bidii, juhudi zote, ili mradi kampuni yetu izidi kwenda mbele. Unajua biashara ni mashindano. Sawa bosi wangu. Na naweza kusema kwako tu kitu kimoja. Hii kampuni yetu mimi nitahakikisha nitaisogeza mbele sana. Yaani kwa hapa tulipofikia nitajitahidi kuongeza mara 10 yake, ili mradi iwe kampuni kubwa sana hapa. Yaani katika hii Afrika yetu kampuni yetu ikiwezekana ishike hata namba 1. Nitajitahidi sana bosi wangu kupambania hii kampuni ili mradi ipate kukua sana. Kwa hiyo mimi nikutoa tu wasiwasi. Umemchagua mtu sahihi sana kusimamia kila kitu. Na asante sana. Sitaweza kukuangusha hata kidogo. Labda nikwambie kitu kimoja Mo, sawa? Mimi sina shaka na hilo kabisa. Na ndio maana nimekupa kitengo. Ila inabidi ubadilishe hiyo freestyle ya mavazi. Kwa sababu hivi sasa umeshakuwa boss sasa. Haupasi kuvaa nguo kama hizo. Inabidi uvae nguo za heshima ili mara unapoingia kazini, sawa? Kila mtu ajue boss kama ameingia. Sawa? Usijali bosi wangu. Nitajitahidi kufanya hivyo kwa sababu haya mavazi ndio niliyazoea sana kuyavaa. Lakini nitajitahidi kubadilika kidogo kidogo. Na kila kitu kitakuwa sawa tu. Sijali kwa hilo bosi wangu. Nitafurahi sana. Nitafurahi sana kama ukija kubadilika. Sawa? Basi sawa. Mimi nikutakie tu safari njema kunapoenda.
nafikiri njia utakuwa unazikumbuka. Unajua toka nikupate katika maisha yangu najihisi mwenye bahati sana. Kiukweli wewe ni mwanaume tofauti. Asante kwa kunipenda. Baby, hata mimi kiukweli, yani nimefurahi kumpata mwanamke ambaye alikuwa chaguo sahihi sana kwangu, kwa sababu una kila aina ya sifa ya mwanamke kuwa na mimi. Una macho mazuri, una pua nzuri, alikaza yako your lips vinanivutia sana mpenzi wangu. I say, nakupenda sana my dear. Thank you baby. Unanivutia sana mpenzi wangu. Rangi yako naipenda sana. Babe, who is that? Unajua nini mpenzi wangu? Hapa mtaani kuna watu wananisumbua sana. Unajua mimi ukiniona tu mtaani wanaona kama ni bariza. Kwa muda wote kunipigia simu tu na kutaka kuniomba hela. Huyu tu ni msumbufu tu. Yaani nikipokea hapa nikupigwa visingo tu mpenzi wangu. Kwa hiyo achana naye. Ana mwana. Malaya mmoja wewe. Yaani mwanaume huna hata haya. Hivi wewe unatumia vipesa vyako yani kwa walagai wanawake? Yaani umekuja kwangu umenilagai, umenichezea, umenitupa, tena umekuja kwa udada. Babe, who is that? Sikiliza nikwambie dada. Huyu sio mwanaume. Tena ninamfananisha kama punda mbeba mizigo huyu. Yaani hafai hata kukulumangia. Yaani leo anakuja na kulagai kwa pesa vyake anakuchezea, anakuacha. Yaani mwanaume hafai kukulumangia. Malaya mmoja wewe. Tena sikiliza nikwambie. Kuanzia leo sasa hivi hiyo naomba usinijue na usinitambue. Tena nakuchukia mbwa wewe. Utaniambia nini nikakuelewa? Eh? No, stop. Yaani kumbe mwanaume ni muongo namna hiyo eh? Yaani nilijua nimepata mwanaume wa kunistiri, mwanaume wa kunifaa maishani. Kumbe mshenzi tu. Keep quiet. Mshenzi mkubwa wewe. Muone macho yake. Mlagh. Mungu wangu. Stop! Shut the fuck up. Babe. Babe. Wewe unajiita trigger, sio trigger wewe. Umeamua kuichokoza vita na mimi. Si ndio? Sasa hii vita najua huwezi kuimaliza. Nitafanya kitu ambacho hujui kufanya katika hii dunia. Tutaonana tu. Mwanangu, unajua leo nimependa kukupa bonge la surprise. Surprise gani wapo lini? Umeona ile alama hii? Vile vyote viwanja vyetu vile. Sawa? Kuna kile chapa
Hichi hapa hichi. Unaona kile paka kiwanja kile? Ile pale. Ewa. Vyote hizi viwanja vyetu. Kiufupi ni vya kwako mama. Sasa mbona kuniambia mapema? Umeona nyumba hii? Hii nyumba pia ni ya kwetu. Ila sikutaka kuambia mapema. Kwa sababu akili yako naijua. Lengo langu nimalize ndipo nikwambie. Ila kama ukijua hii nyumba ni ya kwetu. Kweli mmoja wako kunifurahisha. Hii nyumba ni ya kwetu. Baba, nini tatizo? Mbona mbadilika ghafla? Mwanangu, huwezi amini. Pesa zangu zote kwenye akaunti yangu ya benki zimehamishwa. Na sijui ni mpumbavu gani ambaye mfanye kitendo hichi. Come on. Come on. Kwanza twende mara moja. Twende. Sasa umesikia? Hapa ili ziweze kuendelea mbele, lazima tupate namba akaunti yake ya benki, tupate na password zake. Sarungi, unawaka kwa tunaweza kurudisha pesa za baba? Ndio, kwa mpaka bado tulipofikia matumaini hapo makubwa sana. Wewe fanya haraka hicho nilichokuambia. Hello baba. Naomba nitumie password na namba yako ya account. Okay, fine. Sana wewe ndio umefanya nini? Nilikwambia uwe makini. Na hiki ni nini sasa? Kiukweli Niki, mimi hata sielewi. Yaani sielewi hata nifanye nini. Kwa sababu tulijikia ndani ya lisali moja tu kila kitu chetu kiwe sawa. Lakini nashangaa hata nusu saa haijaisha zile pesa zimerudi kwake. Kiukweli nimechanganyikiwa kabisa Niki. Sielewi, yani sielewi kiukweli mimi jamani. Yani da. Mungu wangu. Sasa tunafanyaje? Maana tukikaa hivi tunaweza tukaingia kwenye matatizo makubwa. Yaani mimi kiukweli sijui hata tunafanyaje. Kwa sababu hili jambo Mr. Mtanganyika akija kujua, mimi kwa kweli Niki nimeisha. Kama unavyomjua kaka yako ana roho mbaya kweli kweli. Kwa akijua kama mimi ule mchezo nimefanya kutoa hela kutoka kwenye account yake kuja kwenye account yangu mimi. Akia Mungu Niki mimi. Yaani sijui nitakuwa nimepotea katika hii dunia. Yaani natamani hata kidogo ningeata kwenye majani nikajificha Niki mimi nimeisha je. Utanisaidia?
Bro anapiga na sijui hata nataka aseme nini. Sikia, mpokele au ikiwezekana nenda kamsikilize huko nyumbani, alafu kwa chochote atachokwambia usizite kuniambia. Wewe msikize kwa makini sana, alafu na mimi nitajua nafanya kitu gani. Sawa. Sawa kipenzi changu, na kuamini na usiniangushe, kwa sababu wewe ndio unaokoa maisha yangu. Eniki, hivi kweli mimi ni kaka yako kweli? Nakuuliza, hivi kweli mimi ni kaka yako? Eniki, sikutegemea kwa hichi ambacho ulichonifanyia katika maisha yangu. Ni dada ambaye nilikuwa namwamini sana katika maisha yangu. Naomba unisamehe kakaangu. Mwenye sikujua ninachokifanya. Nimefanya vitu ambavyo hata sikutegemea. Sasa sikiliza, kuanzia sasa tukitoka hapa, ukifika nyumbani, chukua virago vyako vyote na kilichokuwa chako, uondoke nyumbani. Wedangu mshenzi sana wewe, na huyo mbwa mwenzako huyo mwambie ataozea jela. Yaani ataozea jela kweli. No, kakangu usinifanyie hivyo. Nenda wapi mimi? Sina kwa kwenda. Baba, kwani unaye vipi? Mwanangu, huwezi amini, kumbe tuko na shindani na mtu mbaya. Sikujua kama mbaya ni ndugu yangu. Zile pesa ambazo zilikuwa zimepotea, kumbe ni mshenzi huyu, Ndio sababu yote, yeye ndio amesababisha kumpelekea vielelezo vyote vya maisha yangu, ya kazi yangu. Kampelekea Mo, lengo lake anitapeli. Nilijua tu huyu ni mshenzi, na wewe unayemwita Mo na huyo hapa wana mahusiano. Unasemaje? Kwa nilijua tu ushenzi kama huu utakuja kutokea. Sikiza, haya yote mistaki kuyajua, sawa? Ila kuanzia sasa tunavyoongea, naomba unipeleke huyo mtu aliyesababisha pesa yangu irudi. Nimpe shukurani, ni mtu muhimu sana katika maisha yangu. Sawa baba, kuhusu hilo halina tatizo, tunaweza tukaenda.
Mamu, ina maana wasema kwamba mtu ndo huyu? Ndio baba, ndo huyo hapa. Salungi, Salungi. Salungi, Salungi. Giza lilijificha kwa tabasamu, moyo wangu ulivyokupenda, hofu na matumaini. Nani alijua upepo ungechukua kila ndoto? Tulikuwa kivuli cha ukimya, tulikuwa au ndoto kila usiku. Mwisho wa ndoto ni mwanzo wa machozi. Mwisho wa nyimbo ni sauti za maumivu. Nimebaki na ukimya. Mwisho wa ndoto, maneno yako bado yanaruka kama ndege. Sasa ni nzito kama wewe. Nilifikiri tulikuwa tunaoendelea, lakini kumbe ulikuwa bwawa lenye kina cha siri. Kila nyota ni shahidi wa maumivu yangu, kila jua linachoma hisia za zamani. Ningefunga macho nirudishe wakati, lakini hatima huandika bila kufuta. Mwisho wa ndoto ni mwanzo wa machozi. Mwisho wa nyimbo ni sauti za maumivu. Nilipenda, nilipoteza, nimebaki na ukimya. Mwisho wa ndoto, mwisho wa sisi.